Asante sahihi kwa ajili ya uwepo wako wa Roho Mtakatifu. Sahihi na kukaribisha mahali hapa Bwana. Anza pamoja nasi tupate kusikia maneno kutoka kwako. Tutumie Bwana jinsi upendavyo, nikiomba Roho wako Mtakatifu aseme nasi kwa lugha nyepesi Bwana, ambayo tutaielewa. Pasiwepo na hata mmoja Bwana atakayetoka kama tulivyoingia. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Shangilie tena Yesu kwa makofi yako hapo. Amina. Watu wa Mungu, ninamshukuru sana Mungu kwa nafasi hii nyingine tena aliyoweza kutupa ya kuweko pamoja nani katika ibada hii ya leo. Amina watu wa Mungu. Nisiache kabisa kumshukuru mchungaji kiongozi wa mahali hapa kwa nafasi ambayo ametoa. Tumekuwepo mahali hapa kwenye semina kuanzia siku ya Jumatano mpaka siku ya leo. Nisiache kumshukuru katekista kiongozi wa mahali hapa pamoja na makatekista wote ambao tumeshirikiana nao katika ibada ya siku ya leo. Lakini pia nisiache kumshukuru kamati ya uinjilisti. Amina watu wa Mungu. Pamoja na kamati ya maombi pamoja na washarika wote. Kipekee kabisa nimshukuru sana katibu na baraza lako kwa namna ambavyo mmekuwa pamoja nasi katika siku hizi za leo. Kwaya na vikundi vyote vya uimbaji, ninamshukuru sana Mungu kwa ajili yenu, kwa jinsi ambavyo mmenitoa katika kipindi hiki cha semina. Kuna kitu kimoja nimesikia Roho Mtakatifu akinisisitiza sana kukisema, hasa kwa vijana ambao wanafanya kazi njema katika hili kanisa. Amina watu wa Mungu. Kwa vijana kazi ambao wanafanya kazi njema katika hili kanisa. Nimeona kuna kijana, hata mimi mwenyewe nimezipenda hizi, nilikuwa namwambia katekista kuna sehemu moja nataka tukafanye nazo kazi. Zawadi kubwa ambayo tunaweza tukawasaidia vijana waliopo kanisani kwetu, pamoja na maombi, pamoja na kumshukuru Mungu kwa ajili yao, tusiache kuwapa tenda. Amina watu wa Mungu. Tusiache kuwapa tenda. Hakuna haja ya kwenda kutafuta mafundi wengine mahali pengine wakati tuna watu wana vipawa mahali hapa. Hiyo ndio zawadi kubwa ambayo tunaweza. Kwa lugha ya vijana huwa tunasema tusiache kupeana dili. Amina watu wa Mungu. Tusiache kupeana dili. Ndicho kitu ambacho nimesikia sana kwa ajili ya kusema kwa ajili ya hicho. Tulikuwa na somo ambalo lilikuwa nasema faida za kuomba kwa muda mrefu. Faida za kuomba kwa muda mrefu. Na tumejifunza vitu vingi na tayari tumekwisha angalia faida kadha wa kadha. Lakini katika asubuhi ya leo nataka niweke kitu kimoja cha msingi sana ambacho nilikuwa nikisema katika hii semina. Kwa watu wa Mungu ambao unataka kumtumikia Mungu kwa muda mrefu na unataka kuona matokeo katika maisha yako, lazima ujifunze vitu Yesu alifundisha. Amina watu wa Mungu. Yesu alifundisha wanafunzi wake kusali. Alipofundisha wanafunzi wake kusali, aliwafundisha swala tu la sala ya Baba yetu. Alifundisha ile sala ya Baba yetu na alifundisha vizuri tu kabisa na inatumika mpaka leo. Lakini kuna muda mwingine Yesu alifundisha wanafunzi wake kuomba. Watu wa Mungu katika kanisa, kuna tofauti kubwa sana kati ya kuomba na kusali. Kusali tunafanya kitu kifupi kama Yesu alivyofundisha. Kwa dakika chache sala inakuwa imeisha. Lakini kuomba tunaona Yesu aliwafundisha wanafunzi wachache sana. Alikuwa akimchukua Petro, Yakobo na Yohana akipanda nao mlimani kwenda kuomba. Kanisa, haitoshi kuishi maisha ya kusali peke yake. Lazima uongeze msuli na kuanza kujifunza kuomba. Lakini kuna kitu kingine ambacho Yesu alifundisha, maisha pia ya kufanya maombezi. Waliopo kwenye semina niwaambie kitu kimoja. Kama unataka kufanya huduma kwa muda mrefu, unataka kufanya utumishi kwa muda mrefu, hii ni principle ambayo nimejifunza kwa watumishi ambao wamefikisha miaka 60. Walio kuna watumishi wanafikisha miaka 60 lakini kuhubiri hawaendelee tena. Lakini unaweza kuona watumishi wamefikisha miaka 60 mpaka miaka 70 wanahubiri na bado ule moto wao bado uko vile vile. Moja ya kitu watakachokusisitiza, kabla hujafanya kitu chochote hata kama ni kidogo, tenga muda wa kutosha wa kuomba. Unaweza usome madhara yake leo ukasema mbona anafanya tu bila kuomba. Madhara yake huwa yanakuwa ni makubwa sana. Mara nyingi wanawaambia hasa vijana wanaoimba praise, ukienda katika huduma mbalimbali,
kabla haujasimama kuimbisha wimbo. Pamoja na kwamba una kipawa kizuri, una nguvu nzuri sana ya kuimbisha na watu wakabarikiwa, hakikisha umekaa kwenye maombi si chini ya dakika 30 kwenda mbele. Pamoja na kwamba kipawa chako kinafanya kazi vizuri hata kama hujaomba, lakini ukishindwa kufanya hicho kitu, jiandae baada ya muda kipawa chako kitakatika na wala hakitaonekana tena. Kristo asifiwe. Hizo Kristo ambazo Yesu alizifundisha kabla ya kwenda kuombea mtu. Jana tuliongea kitu kimoja, kabla Yesu hajaenda kumwombea mtu yote, aliamka usiku, akakaa kwenye maombi, alafu akafika asubuhi, akasema ninaamuru ukoma ulioko juu yako uinuke. Na tunaona hiyo kitu na akifanya mara kwa mara. Kwa hata katika utumishi, wakati wa kwanza naanza kujifunza kuhudumu, nilianza kuona kitu fulani kinatokea. Pamoja na kwamba unahubiri, unaona watu wanapokea, nguvu za Mungu zinatembea, lakini baada ya muda nikaanza kuona kitu fulani kitokee. Nikamfuata mzee mmoja ambaye amekaa katika huduma katika miaka mingi sana, na ana huduma ya mwalimu na wengine mnafahamu. Moja ya kitu alichonifundisha, hesabu muda unaopewa kuhubiri. Kama unahubiri risali moja, hakikisha umeomba risali moja kabla hujahubiri. Kama unahubiri dakika 30, hakikisha umeomba dakika 30 kabla hujahubiri. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kaanza kuona hicho kitu kinaweka kwanza, kwa sababu ni tofauti sana. Watu wa Mungu ni tofauti sana kufundisha kwa namna ya kawaida, na ni tofauti sana kufundisha kwa njia ya kawaida. Na nimeona ikifanya kazi maeneo kwa maeneo. Watu wa Mungu, matokeo tunayoyaona kwenye mikutano ya Injili yanaweza yakaonekana kwenye makanisa yetu. Matokeo tunayoyaona kwenye mikutano ya watumishi mbalimbali ambao tunawasikia huko yanaweza yakaonekana katika maisha yetu kama tukifanya ibada za kimaombi. Jana nikawapa mfano mtu mwingine mmoja ambaye anafanya kitu kimoja, na jinsi ambavyo nguvu za Mungu zinaweza zikaitiwa mahali ni kwa kufanya maombi kabla hujafungua biashara zako. Umeona watu ambao wakifanya maombi muda mrefu kabla hujafungua biashara zao, wakifanya maombi nusu saa, wakifanya maombi dakika 30, wakifanya maombi saa nzima, wakifanya maombi baada ya hapo wanafungua biashara. Na msisitizo ulikuwa ni kwamba sio kukusanya kundi la maombi yako. Amina watu wa Mungu, kwamba nitamshukuru Mungu dakika 10, baada ya hapo nitaimba penzi shikadano. Na tunataka ni kwamba uombe saa nzima kwa ajenda moja mfululizo bila kuachilia. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Watu wanajifunza vitu vingi sana na ambavyo katika kanisa saa zingine vinaweza vikaonekana si kama vitu vya msingi sana, lakini nachotaka nikwambie, kwa jinsi uamsho unavyokuja, tusipojifunza kutengeneza kiu ya kimaombi mahali hapa, tutakuwa tunapiga kelele, watu jamani, msiende kule, msiende kule, msiende kule. Lakini je, umeziandaa ibada zako? Umeandaa nguvu za Mungu kutembea mahali ambapo unataka zitembee? Kristo asifiwe watu wa Mungu. Sasa tumetaja faida nyingi katika semina, sina nafasi ya kurudi, na kwa dakika hizi chache ambazo nilizo, nataka tuangalie faida nyingine. Faida ya 4, inakusaidia maombi ya muda mrefu yanakusaidia kubadilisha kuonekana kwako. Mtu yoyote ambaye anaomba kwa muda mrefu, kitu kingine ambacho kinatokea, yanamsaidia kubadilika kuonekana kwako. Watu wa Mungu, kuna namna watu wanakuangalia na wanakuchukulia poa. Amina watu wa Mungu, wanakuona wewe ni mtu wa kawaida. Kuna namna watu wanakuangalia na wanakuona labda wewe ni mtu ambaye hauwezi kitu. Sasa ukiwa unaomba kwa muda mrefu, yale maombi yanakusaidia kubadilika kuonekana kwako. Hebu tusome neno kutoka katika kile kitabu kile cha Luka Mtakatifu sura ile ya 9. Luka Mtakatifu sura ile ya 9. Natamani tumie dakika chache sana. Luka Mtakatifu sura ile ya 9. Luka Mtakatifu sura ile ya 9 mstari wa 28 mpaka 32. Luka Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 28 mpaka 32. Maandiko yanasema hivi: baada ya maneno hayo yapata siku 8, aliwatwaa Petro na Yohana na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimeta meta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizunguka naye, nao ni Musa na Elia, walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake utakapotimia kule Yerusalemu. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe sana. Watu wa Mungu, hii ni story ambayo tumekuwa tukiifahamu mara kwa mara, kwamba kuna siku Yesu alipanda mlima, alichukua wanafunzi. Angalia kitu kinachokuonyesha kiongozi wako mara ya kwanza.
Alipokuwa anafundisha sala ya Bwana, alikuwa anafundisha wanafunzi wengi. Ilipofika kwenye maisha ya kimaombi, angalia, alikuwa anachukua wanafunzi wachache, akapanda nao mlimani kwenda kuomba. Sasa angalia, alipokuwa katika kuomba, kitu gani kilichotokea? Sura yake ilibadilika na mavazi yake yalibadilika. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Sasa baada ya mavazi yake kubadilika, kuna namna akaanza kuonekana kama ni mtu wa tofauti. Hadi kina Petro wenyewe wakaanza kumshangaa. Hawakuwahi kumwona akiwa anang'aa kwa mng'ao miaka yote waliokuwa wanamuona. Ghafla wakaanza kumwona kwa jinsi ya tofauti sana, tofauti na watu wengine. Na kwa kipindi kile, kwa sababu bado alikuwa hajafufuka, walikuwa hawajauona utukufu wake, wakaanza kumfananisha. Kwa kweli wewe unafanana na mtu fulani, kwa kweli wewe unafanana na mtu fulani. Tunaona kwa kweli kwa jinsi ambavyo upo mahali hapa, wewe kwa kweli ukijengewa kibanda chako, akajengewa kibanda Musa, akajengewa kibanda na Elia, kwa kweli tutakuwa tumefanya kazi vizuri. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Sasa kwa nini nimekueleza huu mstari wa vitu ambavyo vinaweza vikatokea? Vitu ambavyo vilibadilika baada ya Yesu kuomba muda mrefu. Cha kwanza ilikuwa ni sura, lakini jambo lingine ilikuwa ni mavazi. Sasa watu wa Mungu, moja ya kitu ambacho katika kanisa tunatakiwa tukijue, katika ulimwengu wa roho hapa, kila mtu kuna vazi maalum ambalo analo, na hilo vazi haliwezi kuonekana kama haujaishi maisha ya kimaombi. Amina watu wa Mungu. Kila mtu kuna vazi maalum ambalo liko ndani ya maisha yako, na hilo vazi haliwezi kuonekana kama haujaishi maisha ya kimaombi. Mtu wa Mungu. Miaka kadha wa kadha, wakati nilikuwa nimeanza kujifunza kumtumikia Mungu, kwa nimejifunza kumtumikia Mungu, lakini unajua bado unamtumikia Mungu, lakini bado una aibu ya kusimama kusema kwamba umeokoka, kwa sababu ya maisha, na ndipo unakuwa na aibu ya kusema ile kwamba umeokoka. Kwa hiyo ndio nafanya maombi alafu na ficha na nakaa kama kwa lugha mtani nasema nakaa kishikaji tu, naishi maisha ya kawaida nini na nini. Sasa siku moja nikawa nimesafiri, nilikuwa nimeenda pale Dar es Salaam, nimeenda Dar es Salaam na nikawa nimefika usiku. Na kueleza ushuhuda kabisa ambao ni kweli kabisa, nimefika usiku kabisa. Na nikapiga mahesabu sehemu ya kushukia, kwa sababu nilikuwa nataka nifanye kitu kimoja cha ili asubuhi yake niweze kuendelea na safari nyingine ambayo ilikuwa mbele yangu. Kwa nikafika mahali pale, nikasema kwa kweli hapa, ili nisisumbue ndugu walioko mahali hapa, acha nitafute guest ya bei nafuu. Amina watu wa Mungu. Guest ya bei nafuu. Kwa hiyo kweli nikatafuta guest ya bei nafuu. Sasa wale wanaolala guest wanaelewa maana ya guest ya bei nafuu. Guest ya bei nafuu inakuwa na mambo mengi. Amina watu wa Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Inakuwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo mimi kwa kweli nikasema acha tu nitafute guest ya bei nafuu. Kwa hiyo nikatafuta guest ya bei nafuu, nikaenda pale kama kawaida, wakanipokea, kusema okay sawa, salama. Lakini yule nimemsalimia kawaida tu, habari yako, sijasema Bwana asifiwe, sijasema nini, lakini akanipokea mizigo. Aliponipeleka chumbani akaniambia, wewe unaonekana kama mchungaji. Ndugu zangu, nilikuwa nimevaa raba na pensi, tunaenda sawa sawa. Hakuna namna yoyote angejua kwamba huyu mtu kaokoka. Sijui umepata picha ninachokieleza? Hakuna namna yoyote angejua huyu kwamba mtu kaokoka. Kwa akasema wewe unaonekana kama mchungaji. Kwa kweli na hisi hii guest haikufai, naomba tu kwa heshima yako nikutafutie guest nyingine. Sasa nasema ndio sina hela, sasa nitakaje guest ya juu tena? Kwa hiyo alichokifanya akawa yuko tayari kunilipia chumba kingine, lakini sasa ile guest inakuwa na mvumo nyingi. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Amen. Bali nataka nikueleze, katika ulimwengu wa roho unaweza ukawa umevaa hata kanda mbili kabisa, umevaa na vesti kabisa, lakini katika ulimwengu wa roho kuna vazi lingine ambalo linaonekana, ambalo watu wengine hawawezi kuliona. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Linaonekana hata ujaribu kujificha kwa namna gani, hilo jambo vazi linaonekana kirahisi. Sasa yako mavazi mengi katika ulimwengu wa roho. Nitakuonyesha mavazi ambayo yapo na ambayo ukiomba kwa muda mrefu yataanza kuonekana. Sio wote lazima muwe na mavazi ya kitumishi. Kuna wengine wana vazi la kiuongozi. Jana nilikuwa naonyesha kitu, wana vazi la kiuongozi. Yeye haijalishi ana miaka michache, miaka 10, anaweza kuwa na miaka 10, anaweza kuwa na miaka hata 10, lakini akisimama tu mahali
mnajisikia tu kumwamini yeye kumpa uongozi. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Sasa hilo vazi hili lionekane. Angalia Yesu alichokifanya. Ni baada ya kuomba kwa muda mrefu, mavazi yake yakametemeta sana. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Sasa kitu kingine ambacho nataka nikiangalie mahali hapa, ambacho unaweza ukakizingatia katika masuala ya mavazi. Nitataja tu vitu vichache ili tuweze kupata muda wa kuomba. Nafikiri kama baadaye kidogo tuweze kupata muda wa kutosha mahali hapo. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa uzingatie, mavazi unayoota kwa mfano umeota umevaa kitu fulani, huwa yana maana kubwa sana katika maisha yako. Amina watu wa Mungu. Kwa mfano, kama ndani yako kuna utumishi, mara nyingi unaweza ukaota umepewa nguo fulani za kuvaa. Umepewa labda kama tunamwona katekista pale amevaa kanzu yake nyeupe. Amina watu wa Mungu. Unaweza kukuta mara nyingi unaota ndoto za namna. Huwa mara nyingi inakuonyesha ni aina kitu unaweza vazi gani unaweza ukapata. Lakini saa zingine unaweza ukajikuta umeota umevaa nguo za zambarau. Nitakuonyesha na mistari yake kabisa. Ukiona kwa mfano umeota unavaa nguo za zambarau kabisa, mara nyingi unakuta kwamba wewe una nyota ya kiufalme, una neema ya kuwa kiongozi. Umevaa zambarau au umevaa nguo za blue sana katika eneo ambalo saa zingine mtu mwingine anakuja na kwamba nimeota nimevaa suti katika eneo zuri sana, lakini ukimwangalia wakati huo hamiliki hata suti moja. Amina watu wa Mungu. Unakuta ni kijana nguo zake zote hana hata suti moja ya heshima. Yeye ni jeans na cardigan. Ni kitu kizuri sawa sawa. Lakini ghafla anakuambia kila nikikaa ninaota kwamba ninavaa suti. Mara nyingi Mungu anakuonyesha kwamba kuna vazi la ziada, kuna kitu cha ziada kiko katika maisha yako. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini kitu kingine cha kuzingatia, saa zingine ukiota uko uchi, watu wa Mungu, ukiota uko uchi ni mojawapo ya ndoto mbaya sana katika maisha yako. Sasa sikia, najua kuna level ukifika ndoto ya kuwa uchi inaweza isiwe mbaya kutokana na level ya kimani ulifika. Lakini kwa asilimia kubwa ukishaota kwamba uko uchi, mara nyingi kuna kitu unapoteza. Mwanzo 3:7, watu wote wale Adam na Hawa walipogundua kwamba wako uchi, kilichofuatia Mungu aliwatengenezea nguo na akawafukuza bustani ya Edeni. Ukiota umeingia kazini uchi, hiyo sio ndoto ya kufurahia. Ni ndoto ya kukaa katika maombi kabisa. Baada ya muda hilo eneo uliloingia uchi kazini utafukuzwa. Yuko kiongozi mmoja alikuwa anatueleza, aliota kabisa kwamba ameingia mahali ambapo pana viongozi wenzake wengi sana, lakini yeye kaingia uchi. Lakini anashangaa wanamuone. Tukamwambia hii ndoto si ya kawaida, unachukua uombe. Anasema mambo ya maombi ni kwa kweli hayo maombi hayo achane. Kilichofuatia hakumaliza mwezi alichukuliwa kwenye nafasi yake. Kristo asifiwe. Kwa unapoota ndoto unakimbizwa huko uchi, unakimbizwa hauna vazi lolote, jua kwamba kuna madhara makubwa sana yanakuja katika maisha yako. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Lakini saa zingine unaweza ukaota umevikwa mavazi ya aibu. Isaya 61:10. Umevikwa mavazi ya aibu, umevikwa labda mavazi ya aibu, umevikwa labda nguo chafu, umevikwa kitu chochote ambacho si kizuri. Jua kabisa kwamba hapo kuna kitu kibaya ambacho unatupiwa, mtu wa Mungu. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Viko vitu vingi vingine tutaendelea navyo jioni kwa sababu muda kuna mahali nataka tufike. Lakini nataka nitoe hekima moja wapo. Kwa mfano, nguo siku zote nitakuonyesha hapo katika pointi zinazofuatia. Nguo siku zote huwa zinabeba nini? Roho. Sasa najua saa zingine katika kanisa tuna taratibu tunaposhiriki misiba mbalimbali. Amina. Marehemu anapoondoka saa zingine huwa tuna tabia ya kusema Bwana tugawanye nguo za marehemu. Amina watu wa Mungu. Watu wa Mungu, nasimama hapa kama mtumishi wa Mungu. Ninaomba hichi kitu kimoja, kama mnataka kugawana nguo za marehemu, mwiteni mchungaji. Haijalishi alikuwa ni mtakatifu kiasi gani aliyefariki. Amina watu wa Mungu. Mwiteni mchungaji aombe kwanza kwa ajili ya hizo nguo. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Nimeona wale watumishi ambao wanafanya deliverance wanafahamu hichi kitu. Watu wengi sana wamejikuta wameingia katika matatizo baada ya kupokea zile nguo. Sasa kitamaduni saa zingine ni changamoto. Kusema hatuwezi kuacha nini, lakini ulimwengu wa roho tofauti sana na ulimwengu wa mwili.
Sasa hekima ni nini? Bwana mchungaji, tunavunja mataka, awepo na yeye. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu wachungaji wanafahamu jinsi ya kuviweka vitu wakfu, jinsi ya kuvitakasa. Kabla havijaenda kwa mtu mwingine, hakikisha vimetakaswa kwanza. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Sasa naomba nimalizie kwa kutaja mambo ya kukumbuka, mengine tutaendelea nayo jioni. Mambo ya kukumbuka kuhusu mavazi. Amina, watu wa Mungu. Mambo ya kukumbuka kuhusu swala la mavazi. Jambo la kwanza, watu wa Mungu hatuheshimugi mtu, tunaheshimu vazi alilovaa. Amina, watu wa Mungu. Hatuheshimugi mtu, tunaheshimu vazi alilovaa. Hapa kuna watu wana bodaboda, si ndio? Wengine wana magari, wengine wana nini? Trafiki. Amina, watu wa Mungu. Anapokuwa amevaa nguo, akinyosha mkono wake, tutasimama. Amina, watu wa Mungu. Amina, watu wa Mungu. Lakini trafiki huyo akitoka kwenye nguo zake, akavaa nguo za kawaida, akinyosha mkono wake, tunafikiri anaomba lifti na hakusimama. Amina, watu wa Mungu. Kinachosababisha umheshimu ni nini? Ni nguo aliyovaa. Kwa hiyo ukiona watu hawakuheshimu, kuna nguo nyingine katika ulimwengu wa roho umevishwa. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kuna nguo nyingine katika ulimwengu wa roho umevishwa ambayo inasababisha watu wasikuheshimu. Kwa sababu mtu kama umevaa ile nguo yako ya kikazi kabisa katika ulimwengu wa roho, watu watakuheshimu. Sehemu zingine, nilienda sehemu fulani nikakuta baraza la wazee wamekaa kikao, wanataka kuongea na mchungaji. Kwa hiyo wakawa wanaongea kitu kimoja. Baadaye mchungaji, mzee mmoja wa kanisa ambaye alikuwa ni mtu mzima sana, akamwambia baba mchungaji, kwa kweli, kwa sababu mchungaji alimaliza ibada, akashuka pale chini, akavaa nguo zake kawaida, akaanza kuongoza kikao. Mzee mmoja akasimama, akasema, mchungaji bwana, unajua hiki kikao kinakuwaga cha moto saa zingine. Sasa ukiwa umevaa hizo nguo, tunaweza tukapata shida kuongea kitu. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo tunakushauri kwanza katoe nguo, uje kuwa kama sisi. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa nini? Mchungaji akiwa amevaa nguo ni mtu tofauti sana na akiwa hajavaa nguo. Amina, watu wa Mungu. Kuna vitu vingine haruhusiwi kuvifanya kabla hajavaa nguo fulani. Amina, watu wa Mungu. Kuna vitu hawezi kuvifanya kabla hajavaa nguo fulani. Wale wanaofuatilia bunge, mkifuatilia hata bunge, kuna saa yule speaker anakuwa kama ni speaker, anavaa na joo lake. Amina, watu wa Mungu. Lakini kuna muda analitoa joo, anashuka hapa chini, anakuwa mwenyekiti wa kikao. Sasa akiwa mwenyekiti wa kikao, hawezi kumpa adhabu mbunge yoyote. Akitaka kumpa adhabu mbunge yoyote, inabidi arudi, avae nguo yake, ndio atangaze adhabu. Hivi ni vitu vinafanyika katika ulimwengu wa duniani. Kristo asifiwe. Basi lina nguvu sana, mtu wa Mungu. Pointi nyingine ya pili ambayo nataka nikuangalie, nikuonyeshe mahali hapa. Pointi nyingine, vazi linaonyesha roho gani uliobeba. Vazi linaonyesha roho gani uliobeba. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 4, Mathayo sura ya 3 mstari wa 4, Mathayo sura ya 3 mstari wa 4 inasema, naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali. Watu wote walikuja kuja kusoma mahali hapo tunapoendelea, watu wote walikuja kugundua roho ya Elia ilikuwa iko juu yake. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Unajua, roho ikiwa juu yako, roho ya aina fulani, inaweza ikaamua mpaka nguo fulani ndio wewe unazivaa. Amina, watu wa Mungu. Yohana yeye inawezekana alizaliwa anampenda Mungu tu, anaishi kawaida, lakini roho ya Elia ilipokuja juu yake, ghafla akaanza kujikuta anapenda kuvaa mishipi, anapenda kuvaa nguo za ngamia. Kristo asifiwe. Kwa mavazi yanaweza yakaonyesha ni roho ya namna gani ipo juu yako, watu wa Mungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Lakini kitu kingine, vazi linaweza sababisha ukakataliwa. Vazi linaweza likasababisha ukakataliwa. Ukisoma katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 22 mstari wa 11 mpaka wa 12.
mstari wa 20, Mathayo mtakatifu sura ya 22 mstari wa 11 mpaka wa 12. Maandiko yanasema hivi: lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Kristo asifiwe. Wageni wamealikwa wote vizuri kabisa, na wageni na mwaliko ulikuwa ni wa bure kabisa, lakini kuna jamaa mmoja alitokea pale kwenye ukumbi bila vazi, sare moja maalumu ya harusi. Sasa angalia kilichotokea. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu na wewe una vazi la harusi? Ukifuatilia baada yako walimtoa, pamoja na kwamba mwaliko ulikuwa ni bure, chakula kilikuwa ni bure, lakini kwa sababu tu ya kukosa vazi la harusi, kuna kitu fulani alinyang'anya. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Lakini jambo la lingine ambalo nataka kuangalia kwa dakika chache, Mungu hawezi kukutuma bila kukuvika mavazi yake. Mungu hawezi kukutuma bila kukuvika mavazi yake, mtu wa Mungu. Nimekueleza, vazi linaleta heshima, vazi linaleta kujulikana, vazi linaleta vitu vingi, hata nafasi unaweza vitu, vazi linaleta vitu vingi. Kwa Mungu akitaka kukutuma mahali, lazima akuvike mavazi yake. Na Yesu aligundua hilo jambo kabisa. Ukisoma katika kile kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 24 mstari wa 49, Luka mtakatifu sura ya 24 mstari wa 49, maandiko yanasema, natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe. Tunaenda sawa sawa? Hata mvikwe. Unaona neno maana yake, lazima wavae kitu fulani, uwezo utokao juu. Watu wa Mungu, Mungu hawezi kukutuma mahali bila kukuvika vazi hilo lote. Ndio maana anakueleza kama kuna utumishi Mungu anakuwekea ndani yako, kitu cha kwanza anaanza kukuonyesha ukivikwa mavazi ya mavazi. Usiende kama Mungu hajakupa kitu cha namna hiyo, kwa sababu yale mavazi ndio yatakayoleta heshima mbele za watu watakaoenda kusimama. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini kitu kingine ambacho nataka tukiangalia, pengine tutapata nafasi kwa kumalizia hapo, kubali kuvua vazi lako la utambulisho ili upate vazi jipya. Amina, watu wa Mungu. Sasa naomba unisikize kwa makini. Kuna watu wengine, hasa ukiangalia watu wengine ambao katika ulimwengu wa roho wanaweza wakavishwa vazi. Kwa mfano, nimeona watu ambao wanaeleza wazi kabisa, wanaenda ofisini, wanachukua mtu picha yake alafu wanaivisha sana. Amina, watu wa Mungu. Sasa ukiona picha imevishwa sana, huyo mtu baada ya muda atafariki. Ni swala la muda. Kama hajakaa vizuri katika maombi, anakuja kupata shida fulani. Ndio maana saa zingine Mungu akitaka kukutetea sana, ataanza kukuonyesha ndoto umevaa sanda. Amina, watu wa Mungu. Ukivaa, kumbuka, vazi linavuta baadhi ya roho fulani juu yako. Kristo asifiwe kanisa. Wewe ukishavaa sana, roho ya mauti inafuata nini? Vazi. Sasa ili Mungu aweze kukusaidia, lazima ukubali kulivua lile vazi lako ulilovishwa, aidha kwa njia za kichawi, kwa njia za kipepo, kwa njia zozote zile ambazo zinawezekana umevishwa hilo vazi la namna hiyo. Ukubali kulivua kwanza, kwa sababu utakapolivua ndipo Mungu ataweza kukuvika vazi lingine. Watu wa Mungu, Yesu hakuviki vazi lake juu ya vazi lingine. Amina, watu wa Mungu. Lazima kuna vazi akalitoa kwanza ndani yako, alafu atakuvika mavazi yake mapya. Ukisoma katika hichi kitabu kingine, nataka tumalizie mahali hapa katika kitabu cha Marko sura ya 10, Marko sura ya 10 mstari wa 50. Tuangalie kitu kimoja ambacho napenda sana katika huu mstari. Marko sura ya 10 mstari wa 50. Marko sura ya 10 mstari wa 50. Tukianzia ule mstari wa 49 pale, kuna neno moja vizuri nasema hivi: Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambie, jipe moyo, inuka, anakuita. Mstari wa 50, angalia kilichotokea. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kitu gani ambacho tunakiona mahali hapa? Huyu jamaa ni kweli alikuwa ni kipofu, alikuwa na matatizo mengi. Tayari katika ile jamii kuna vazi fulani walikuwa wamempa. Sasa alipoitwa na Yesu, hatua ya kwanza ilikuwa ni kulitupa kwanza vazi lake, kisha akamwendea Yesu.
Ni maombi yangu katika jina la Yesu, kama kuna mahali umevishwa vazi lolote lile lisilo la Mungu, ulitupe leo ili Yesu akuvishe vazi lake. Mpigie Yesu makofi. Na hichi kitu ambacho kitakusaidia sana mtu wa Mungu. Hapa nimeongea tu kwa kifupi, tulipata muda tuongea vitu kwa kifupi sana. Watu wengi sana wanatembea na utambulisho ambao si wa kwako. Wanatembea na utambulisho ambao si wa kwako. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna mavazi wanayo. Kuna mmoja akachukua naye kwenye maombi, namkumbuka kabisa, alikuwa anasema kitu cha ajabu sana. Yeye anasahaulikaga. Unajua anasahaulika kabisa. Anakwambia alianza kugundua akipanda kidaladala chochote, makondakta wanasahau kudai nauli. Sasa unajua kondakta akikusahau kudai nauli ni jambo zuri Sina kaucha na wewe, kondakta amesahau. Lakini hakujua kwamba ndio roho inaanza kutembea. Kwa sababu kama makondakta, wewe yeye haiwezekani unasafiri hapa labda mpaka kule, unasafiri mpaka Kibaigwa, watu wote wanasahau kudai nauli. Ni jambo zuri. Lakini kumbe tayari umeshavishwa vazi lingine. Sasa akaanza kushangaa kwa experience. Alikuwa anafanya kazi kwenye taasisi fulani, yeye tu wanasahaulika kuliko mshahara. Sasa siku moja akaja akagundua kwamba hii hali ni mbaya, kwa sababu alikuja kanisani na ilikuwa ni siku ya sikukuu. Wala maana ya siku ya sikukuu, hakuna kwaga na chakula, si ndio watu wa Mungu? Watu wote wakapewa chakula kasoro yeye. Ndio hapo akagundua sasa hili ni tatizo. Swala tu si swala tu kwamba ninasahaulika kudaiwa nauli. Kuna kitu kingine ambacho ninacho. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kitu gani ambacho nataka nikwambie? Watu wanaweza wakavishwa vitu vigumu sana ambavyo kwa kweli linaweza likawasababisha kabisa wakaona kabisa kwa kweli hichi kitu si kitu cha kawaida. Binti moja alikuwa ananieleza wazi kabisa, yeye wakiwa na kwenye uchumba na rafiki yake, aliota ndoto moja ya ajabu sana. Aliota vazi lake la harusi linaibiwa. Hamina watu wa Mungu. Uko tu kwenye uchumba, ndio mnaenda nyumbani kutambulishana, hata mahali bado hajaenda vizuri, lakini akaota kitu kwamba vazi lake la harusi linaibiwa. Nataka nikwambie ile ndoa haikufungwa tena. Hapo katikati tukatokea vitu kidogo, mambo yakaenda hivi. Lakini kitu gani kilitokea? Vazi lilipotea. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Hebu tutumie kwa dakika chache, tuombe kwa dakika chache. Lakini jioni ya leo natamani watu wa Mungu, tukipata muda jioni ya leo, tulitangaza mambo yafuatayo. Jambo la kwanza tulitangaza uje na maombi matatu ya mambo ambayo unatamani Mungu akutendee. Mambo matatu makubwa sana kwa ajili yako, kwa ajili ya familia na kwa ajili ya vitu vingine. Uje nayo jioni kwa ajili ya vitu vingine. Lakini pale jioni na mimi nitapata muda wa kutosha kabisa kwa ajili ya kufanya maombi na kwa ajili ya kumwomba Mungu kwa ajili ya hili jambo. Amina watu wa Mungu. Naomba tusimame sasa kwa ajili ya katika maombi hapo kwa dakika chache.